Sefu, to the one and only my friend brother in the business Sefu, lakini ukisimama utakuwa hamjamtendea kwa sababu amekaa nyuma. Kila aliyekaa nyuma tusimame kwa ajili yake. Sefu analetwa. DJ, nisaidie. Sefu anakuja mbele. The one and only brand new senior manager in the town, Sefu Kasata, wakati anakuja stage. Makofi ya nguvu kwa Sefu. Wow, 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 wow. Wow. Thank you so much. Sefu umependeza. Senior manager jamani anafanania. Welcome. Thank you. Habari za mchana jamani. Nzuri. Mambo vipi? It feels good to be a senior manager. It's so good. Unajua ilikuwa nyuma pale nacheka. Nacheka kwa sababu kwanza wamekula muda wangu over 30 minutes. And nimepata message and then nikapata simu vile kwamba niweze kusqueeze training yangu. Kwa hiyo nitajitahidi kufanya hivyo, lakini niwaombe nyie mjisqueeze pia ili muweze kufit kwenye training. Mjisqueeze. Yes. Kwa sababu hawafanyi fair, wamekula muda, wanataka kurania alafu wanakuja kutukandamiza sisi wengine. Kwa hiyo sione kama ni haki na sio sawa sawa, kwa sababu wanawakosesha nyie opportunity ya kujifunza vitu. Kila mtu anatakiwa aendane na muda wake, si ndio jamani? Yes, lakini all is good. I'll try my level best kuweza kudeliver kile ambacho natakiwa kudeliver. Mimi kwa majina naitwa Seif Kasota na by profession na bachelor degree in procurement and supplies management. Down the line sasa hivi 8 years in this business, na of course nimeweza kuwa na experience kubwa hii biashara, sio tu kwa kujifunza, kwa kupata trainings na vitu kama hivyo, lakini kwa kuweza kuifanya hii biashara manake field kabisa. Kwa hiyo naelewa kabisa kwamba mtu akiniambia anapitia kitu chochote kile, naelewa inakuaje. Either akiwa ana grow kwenye biashara, either akiwa amestaki kwenye biashara, vyote manake ni vitu ambavyo mimi na understand. Kwa sababu kote nimekuwa kwenye level zote. Nimekuwa kwenye level ya kawaida ya chini sana, nimeanza biashara level ya chini sana, then nikaenda kuwa level ya kwanza supervisor haraka sana, then nikastack hapo muda mrefu sana, and then nikafika manager level. And baada ya hapo pia manake nikajenga biashara yangu, and kilichotokea ni kwamba nikakaa kwenye biashara kwa kipindi tena. Manager nimefika 2000 and supervisor mwezi mmoja kama na wiki moja. And baada ya hapo nikakaa manager level, supervisor mpaka manager kwa muda kama wa miezi 11. Okay? Kwa hiyo ni almost mwaka na mwezi mmoja kufika level ya manager. Kwa hiyo it's been a journey, na it's been a journey of ups and downs, na imekuwa ni nzuri sana, worth it, kwa sababu imenibuild mimi kuwa the way nipo leo. Na pengine that's why pia nimeweza kupewa the topic ambayo mnaiona, development, si ndio? Manake nimepewa hii si tu kwa sababu nimepewa, kwa sababu kuna vitu ambavyo vinawezekana kabisa vinanifit kuwa sehemu ambayo nipo. That's why nimeweza kupewa hii sehemu. Na mimi leo moja ya vitu vya msingi sana ambavyo nitavielezea ni the way ambavyo tunakuza biashara zetu kukua kutoka level moja kwenda level nyingine. The way ambavyo wewe kama upo hapa kwenye biashara mpya au sio mpya sana, vitu gani ufocus navyo kwenye kuhakikisha una grow biashara yako. Sasa tukianza tu na definitions ya development. Development kama moja ya 4 core kwenye hii biashara, manake ni moving through the marketing plan and achieving incentives. Kwenye biashara yetu manake haijawa mint tu kuingiza watu peke yake, haijawa mint tu kuweza ku retail products peke yake, haijawa mint kuweza ku retain tu watu kwenye biashara peke yake, na vile vile haijawa mint tu kufanya biashara na kubakia hapo huko stack peke yake. Ni lazima tuweze ku develop. Sisi kama FBOs, kama wafanyabiashara, lazima tujikute tunakuwa kwenye biashara. Na ninapozungumzia kukua, manake nazungumzia kukua kwenye nyanja zote. Na ili uweze kukua vizuri, lazima wewe mwenyewe kwanza uanze kujifanyia kazi wewe. Personal growth ndio kila kitu.
kwenye development. Na ninapozungumzia personal growth, manake nazungumzia wewe as an individual. Biashara yetu inaanzia na wewe. Yaani wewe, alafu baadaye ndio inaenda kwenye nini jamani? Kwenye team. Kwa hiyo ninapozungumzia development, naanzia na personal growth wewe. Mara nyingi sana tumekuwa tunataka sisi kama sisi kutaka vitu vitokee kwetu. Mara nyingi sana tunataka matokeo na result haraka inavyowezekana. Lakini manake tunashindwa kuelewa kwamba inabidi to become kwanza sisi. Tujijenge sisi kama watu, tukue, alafu tukisha kuwa manake tufanye kuendana na jinsi ambavyo tumejitrain na kuwa, halafu baadaye tupate hivyo ambavyo tunataka kuvipata. Lakini wengi tunaskip, tunarukia kule kwenye have. You want to become a supervisor, manager, big bonus check, income nzuri, tunaangalia check, tunatamani brand new cars, kasi nzuri, everything. We want all these beautiful results tunazozitaka, lakini hatutaki kujifanyia kazi sisi wenyewe. Kwa hiyo mimi kwenye development, number one thing ni personal growth. Lazima wewe mwenyewe kwanza ujifanyie kazi. Swali la kujiuliza, kama unataka kugrow, are you ready wewe kuallocate time kuweza kuhakikisha unajifunza the necessary skills ili uweze kukua kwenye hii biashara? Are you ready kuweza kuallocate muda wako kufanya na kuweza kugain hiyo experience ambayo itakufanya uweze kugrow kwenye biashara? Are you ready kuweza kuwa mwanafunzi mzuri pale ambapo una empty your head with everything that you know, halafu ukae kama mtu mpya kuja kuanza kujifunza vitu na kuweza kuacquire new skills, earn na kuweza kugrow kwenye biashara? Kwa hiyo mimi personal growth kwangu mimi ndio kila kitu. Lazima tuanze kujifanyia kazi sisi wenyewe. Kuna watu wengi sana wanaacha hii biashara right before even acquiring the necessary skills. Wanaacha biashara, anakuambia mimi nimekaa mwaka mmoja. Huo mwaka mmoja ukija kuhesabu au vitu ambavyo huyo mtu anavyo, ni kama mtu alianza biashara wiki moja. Yaani ni mweupe, hajui chochote. Hajui chochote. Kwa hiyo manake cha msingi ni kuhakikisha kwamba kweli mtu unakuwa una zile niseme kama una zile characteristics za mtu kuwa nazo, kabla ya kutaka kupata hayo matokeo, kwenda kwenye matokeo, lazima uweze kuwa wewe una deserve kuwa mtu ambaye unataka hayo matokeo. Lakini sio kufika point ambayo tuna give up too early kabla hatujaweza kupata kile ambacho tunatakiwa kuwa nacho ili kuweza kupata hiyo growth. Kwa hiyo moja ya sehemu ya muhimu ambayo mimi naweza nikaisisitiza sana ni kuhakikisha tunajifanyia kazi sisi wenyewe. Tunajifanyia kazi, tunakuwa better vile ambavyo tunatakiwa kuwa better ili tuweze kukua kwenye biashara. No matter umekaa kwenye biashara muda gani, no matter una mwezi, una miezi miwili, una mwaka, una miaka mitatu, doesn't matter. Tunachohesabu ni pale ambapo tayari umesha acquire the necessary skills na kuweza kuwa na hizo characteristics za mtu ambaye tayari ana deserve kuwa na hayo mafanikio unayoyataka, then that's where sisi tuna count kwamba umeanza safari yako. Lakini before that, then tunakuwa hatuja count kwa sababu bado hujaanza kufanyia kazi kile ambacho umekiend ili kuweza kufika hapo unapotaka kufika. Kwa hiyo personal growth ndio kila kitu. Na kwenye development inaenda moja kwa moja kwenye demonstrating, the way you demonstrate the business, instructing, motivating your FPOs. Wewe kama wewe tayari umeshakuwa vizuri, and then kinachofuata sasa manake ni lazima wamezungumzia hapa to recruit, ili uweze kuretain lazima uwe vizuri, si ndio jamani? Kwa hivyo vyote hivyo tunaanza hapa demonstrating. Tayari umeshakuwa na team, umesha recruit, umefanya nini? You demonstrate. Now you are growing. You are growing. Kwa hiyo if you are growing, then demonstrating, instructing na motivating your team is part and parcel ya growth ambayo unaitaka. Watu in your team, they don't look up at your uplines kule juu. Wanakuangalia wewe. Hawamwangalii mtu mwingine, wanakuangalia wewe. Sometimes watu kwenye biashara utashangaa mtu hajui anapotakiwa kwenda. Juzi nilikuwa naongea na one of my supervisor anayetakiwa kuwa supervisor this month. Naongea naye, kuna vitu havijui. Unajua saa nyingine mtu apati motivation ya kwenda kwenye certain level sio kwa sababu hataki, kwa sababu hajui kwamba inamaanisha nini hiyo level, inamaanisha nini kwake.
Kwa hiyo nikawa najaribu kumuonyesha bei zitakaposhuka, najaribu kumuonyesha pro bonus atakazoweza kuingiza akiwa na sponsor, najaribu kumuonyesha bonus atakazokuwa analipwa kama team bonus. Yote hiyo ni kumpa hamasa na kukitamani hicho cheo anachotaka kukifanyia na kufika. Kwa hiyo it's all about growing. Lakini baada ya kudemonstrate na kuonyesha, kuna watu wataonyesha hamasa, kuna watu watakuwa wanataka kugrow, and cha msingi wewe ni kuweza kuidentify hao watu. Una-identify hao watu kwa kuangalia hao watu ni watu wa namna gani, ni mtu kweli anataka, ni lazima kuangalia. Sometimes we encounter difficulties in building our businesses kwa sababu tunafanya kazi na wrong people. We think they want to grow but really they don't want to grow. Kwa hiyo lazima uweze kuidentify kweli huyu mtu ni mtu kweli anayetaka kugrow. Kazi inakuwa rahisi sana unapofanya kazi na right person au candidate ambaye anataka kugrow. Usipofanya kazi na right people, biashara inakuwa ngumu sana. Kwa hiyo tuwe watu wazuri pia kwenye kuangalia hawa watu ambao tunataka tufanye nao kazi ni watu wa namna gani. Ni watu ambao wao wanataka kugrow au sisi tunataka wao wagrow. Ikiwa sisi tunataka wagrow, then hatujapata candidate. Inabidi tuendelee kufanya number 1, recruiting. Kuendelea kutafuta wale candidate ambao wanaendana na sisi, wakati hawa watu ambao tuko nao kwenye biashara tunawaacha vile vile wakiwa wanaendelea kufanya vitu vyao vidogo vidogo. Okay? That's why tuna watu wa character tofauti na wa teams. And then wewe unachotakiwa kufanya ni kutafuta hawa ambao wako serious kweli wanataka kugrow. Biashara inaenda vizuri sana na utagrow kwa fast na haraka na vizuri na utaenjoy biashara yako ikiwa unafanya kazi na right candidate. But if not, then itakuwa ni otherwise tofauti. Lakini vile vile planning, hawa watu kisha identify, unakaa nao chini, utaplani nao hawa watu strategy, jinsi gani waweze kukua, na watu wanatofautiana. Kuna mtu ana strength hizi, ana weakness hizi, ana strength hizi, ana weakness hizi. Be able to plan with these people, kujua kabisa huyu mtu tunaenda naye vipi. Unaweza ukawa na plan tofauti, watu wako tofauti kwenye timu. Kuna wengine goal yao itahitaji muda mrefu, kuna wengine goal yao itahitaji muda mfupi, kuna wengine stretch itakuwa kwenye retail, kuna wengine stretch itakuwa kwenye sponsoring, kuna sijui kama na communicate guys. Yeah. Do I communicate? Oh yes. Yes. Kwa hiyo kuhakikisha kwamba una plan hiyo strategy na hawa watu, lazima tu plan nao. Na mimi ninapozungumzia planning, manake ameizungumzia vizuri I think Wilbert or somebody, kuanzia the way unamtake through mtu kwenye orientation, kuanzia unamtake mtu through kwenye kuunderstand everything, mpaka kuja kwenye hiyo plan ya yeye itakayomfanya akue kutoka level moja kwenda nyingine, na jinsi gani kuweka action plan hatua kwa hatua, atapiga vipi hatua kwenda kwenye matokeo ambayo anayataka. Lakini vile vile lazima tuweze kuwa mentor. Baada ya kuwa plan nao, sio tu kuachia alafu iwe basi. Baada ya hapo tutaanza mentoring, effective mentoring, and guide them to success. Manake hata mimi leo nina mentor jamani. Mimi leo na mentor ambaye nakaa naye na plan naye, naweka naye mikakati. Kuna vitu navijua, lakini kuna vingine nahitaji kumsikia mtu mwingine. Mimi mpaka leo nafanya kazi na sponsor wangu. Sijui wewe kama unafanya kazi na sponsor wako. Mimi mpaka leo nafanya kazi na sponsor wangu. Mpaka leo nafanya kazi na appliance wangu. Mpaka leo nafanya nao kazi. Kwa hiyo wewe inabidi pia uhakikishe your teams ni watu ambao unawashika mkono na unawamenta through the way, all the way through to the top. Kuhakikisha wanaenda kwenye level ambayo wanataka kufanyaje kufika. Lakini si hivyo tu. Mentoring inaendana na trainings kwa maana ya kuwafundisha. Kama kuwafundisha, tunakaa nao, unawafundisha, unawaonyesha na nini, ambao ni kazi rahisi. Hiyo ni kazi rahisi sana. Kukaa kwenye meza tu na kumuonyesha mtu. Simple kabisa. But coaching then itahitaji kwenda field. Hii is the hard task. Na that's why mimi nawaambiaga even my leaders in the team, don't skip. Usifanye kona ujanja kwenye biashara. Ukifanya ujanja baadaye itakupa shida, kwa sababu utaingiza watu kwenye biashara. Ukiingiza watu kwenye biashara, ni lazima uingie nao field ufanye nao kitu.
Kwa train hivi. First mbona una train unamaliza? Coaching sasa. Hii ni field jamani. Field kwa maana lazima tuingie kufanya nao kazi hawa watu kwa vitendo, wa kuona unafeli na wewe. Unafanya vitu unafeli, unapiga simu unakataliwa, kwamba na leader anakataliwaga, unachukua namba unaambiwa no, na wewe unaona kabisa kama huyu mtu naye ameambiwa no. That feeling is very beautiful. Huyu mtu analearn kwamba kumbe kiongozi wangu pia waga anafeli, kiongozi wangu anapata disappointment na vitu kama hivyo. Kwa hiyo coaching is a way. Na hamna training nzuri ambayo unaweza kumfundisha downline wako kama coaching, kufanya naye vitu kwa vitendo. Piga simu, asikie unavyopiga simu, kuna maneno atacatch. Mimi nakumbuka my uplines, by then tumeanza biashara, that's the thing walikuwa wanafanya. Anakuambia kabisa, unasikia hii simu napiga, hebu sikiliza. Anapiga ya pili kwa namna nyingine, anapiga ya tatu kwa namna nyingine, unamsikiliza. And then baada hapo anakuambia piga na wewe. Sasa how many times tunafanya hivyo? Sometimes kwenye biashara tuna stack a lot of time, so we spend much time in training. Training hii ndio inapotezea muda hii. Maana tuna train sana watu lakini hatufanyi nao kazi, hatuwa coach. Coaching inaenda na vitendo ambayo itapelekea kupata matokeo. Coaching itapata matokeo. Na matokeo yatamspeed up mtu kupata morali ya kazi, motivation, na kuhakikisha kwamba anaendelea kupush na kugrow zaidi. Kwa hiyo as you do that, it's very important kuweza kuidentify the plan, how unaenda manager haraka inavyowezekana. Kwenye biashara yetu kuna vio vitatu jamani. Wanasema kuna vio vingapi? Vitatu. Cha kwanza assistant supervisor umeanza. Cha pili manager. Cha tatu Sapphire. Kwa hiyo vingine wewe kama upo, sio vyeo, ni ngazi tu. Cha kwanza assistant supervisor, cha pili manager, cha tatu Sapphire manager. Na ukiangalia cheo cha Sapphire ndio kwanza umefika nusu ya vyeo vya forever. Nusu. Yaani hata sisi ni kama vile hatujafika bado. Ndio kwanza tumeanza. That's why nimesema kuna watu wanaacha biashara hata bado hawajali necessary nini? Skills. You always learning. Always. Simple plan. Whether umeanza biashara leo, whether una miezi 6, una miezi tena wewe una miezi mingi, maana una advantage, is not your plan. Hii ni biashara, hii ni plan ya watu ambao wapya kabisa. This is the plan ambao unaweza ukaitumia wewe kwenye growth ambao unataka kwenda nayo. Assistant supervisor. Make sure hii Aprili yaishi, fanya 5cc. Retail 3 ingiza walau 2cc. Mtu mmoja. Then next month nenda 10cc. Watu uliowaleta na wewe mwenyewe fanya 5 zako, hizo nyingine zazi zikatoka kwenye timu yako. Umerecruit na unajua umerecruit labda. Then nenda 15. Hapa umemaliza supervisor June. Then 25. Anza hapo ulikuwa unajenga base. Hii 3 months yani nimeweka kwa mtu ambaye anaenda taratibu jamani. Mimi nimekuwa supervisor mwezi mmoja tu na nilikuwa sina skills kubwa. Nilikuwa natumia every event, natumia every group meeting, na hakikisha naandika vizuri. Supervisor ni level ambao unaweza ukaenda bila kuwa na skills yoyote ya maana. Kinachohitaji ni uwepo wako tu. Ndio maana mimi namshangaaga mtu anakaa miezi 3 supervisor hajafika. Nashangaa kwa nini hajafika supervisor. Si kitu kibaya lakini lazima nikushangae. Kwa sababu supervisor unatakiwa uende ndani ya miezi 3 kama uko consistent na unafanya kuwa uwepo, yani uwepo wako upo kwenye kila activity, automatically utagrow to supervisor. Kwa hiyo nimechukulia hii miezi 3 hii ni kama unajenga base foundation ya biashara, and then kuanzia Julai uende unaanza plan yako ya manager ya miezi 4. Then utafanya 25, 35, 45, 50. Hizi ni simia 155. Hii plan inaonekana rahisi kwa kuiangalia, kwa kuitaja, ndio zile training rahisi, sio? Training, hapa na train. Train rahisi nimetaja hivi, sio? Maliza. Lakini hii sasa inabidi baada ya kuweka kwenye paper twende kwenye field. Twende kwenye nini? Ni field. Mimi nilienda field. Hao watu unaoona ni managers wangu in the business. I have 3 managers in the business. 3 managers. Tunaingia field tunafanya nao kazi. Watu wamenisumbua. Huyu miaka 6. 6 years. Huyu. I can't count how many times nasafiri naenda nani? How many times nasafiri naenda Arusha? Mara nyingi sana.
Mara nyingi mno vitu haviweki, timu kubwa vitu haviweki. How many times? Nyingi, I cannot even count. A lot of disappointment. Huyu alikuwa hata mtu president anataka kutumia huyu. Kanisumbua, unamueleza hivi anafanya hivi. Most of the time anafika sisi 10, anafika sisi 9, mwezi ujao aonekana. Amalizi supervisor. Most of the time sisi 10 anafika. Njoo tuonane tu plan kumaliza aje. Stubborn. Hii plan inaonekana rahisi. Nimewambia inaonekana nini? Lakini it takes you step by step. It's a process. Haitakuwa rahisi, utakasirika. Unaweza ukapiga mtu ngumi. Unaweza ukasababisha, yani haitakuwa rahisi. Leo wako hapa. And then today nao wanasaidia watu wengine wanakuwa. Looking at the income ya Revo, it's worth it kuwa miaka 6 in the business. Naweza nikasema ni one of the top managers katika Tanzania. Watu wana timu imara. No. Last month, he made a bonus over karibia 5 million. Yani amenisumbua huyu. Vitu vingi. Unafoka hivi, yani saa nyingine ugomvi. Kuna muda tuligombana mwezi mzima, nikamwambia sitaki, miezi 3 nikamwambia sitaki hata kukuona. Tulikuwa tukionana success day, namwambia pita kule, mimi napita pito. Kweli alikuwa akinifuata siongee naye. Yes, it's true. It's true. 3 months karibia siongee naye. Anapiga simu sipokei. Sawa guys. Kwa hiyo you will go through hardships akati unaenda kwenye hii plan. Haitakuwa nini? Haitakuwa rahisi. And vile vile kwenda kwenye level nyingine za juu zaidi hazitakuhitaji wewe tu peke yako na timu yako. It will hitaji wewe kuwasaidia watu wengine Kuna mtu pengine alikuwa hajaona kitu. Mimi kuna kitu nilikuwa nimekiona kwa huyu. Kuna watu walikuwa wameshamzila huyo afanye naye kazi kabisa. Hata apply chana leo. Lakini mimi kuna kitu naona huko, si ndio? Leo naweza nikasema I have very minimal involvement na watu. Ukimwangalia huyu manager, mimi minimal involvement na timu yake kabisa. Lakini is one of the solid leaders. Naweza nikasema wanalea timu zao vizuri kupita. Lakini you need to develop watu wengine ili kwenda kwenye level nini? Na unapo develop more people, you make more income, you make more money. You develop other people, kuna stability unakuwa nayo na security kwenye biashara yako. Manager jamani is not ultimate. Sio ndio kwamba ndio tumefika. No. Let's build leaders. Tuhakikishe akili zetu na mawazo yetu yana identify watu, na utakapoanza kujua hilo utaanza kuwaangalia watu kwenye macho tofauti. In your team utawaangalia watu kwa macho tofauti. Usipoangalia hiyo, watu utakuwa unaona kama watu. Kuna vitu utaviona. Lakini ukiwa unajua huku tunapoelekea huku, kuna watu utaanza kuangalia kwa macho tofauti. Not direct downlines wako, ila chini kule utaanza kutupa macho chini kuangalia, kwa sababu unajua stability na security ya biashara yako iko kwenye kubuild leaders. Then akili yako na mawazo yako yatakuwa kwenye kuangalia strength za hao watu. Shika tunaelewana vizuri jamani. Yes. Kwa hiyo to build more leaders and you grow, and of course recognitions is very important. Recognize vitu vidogo. Amezungumza wewe bad. Recognize everything as you're growing. Recognize hata kama ni halo lipo imeuzwa, piga kelele kama umechanganyikiwa, kama vile mtu ameuza Vital 5 humo ndani. Yani hype, mafanikio ya mtu yafurahie. Sio kwa kuwa eti unawewe watu wako fulani labda wamefanya vitu fulani. Mtu anauza kitu kidogo tu, lakini hebu kishangilie kile kitu, unampa huyu mtu moyo, anaweza akafanya vitu vingine vizuri zaidi. Kwa hiyo recognition ni kitu ambacho kinaweza kukufanya biashara yako iweze kugrow vizuri kupita kiasi. And of course incentives. Kwenye biashara yetu mafanikio makubwa na ultimate ya kila kitu kiko kwenye nini jamani? Forever incentives. Yani moja ya vitu ambavyo vinatukreki vichwa sasa hivi leaders ni kuwa na more people in our teams ambao wanaenda kwenye incentives. Leaders wote ukiwauliza hapa, akili zao, mawazo yao ni kuweza kudouble au kuweza kumaximize number ya watu ambao wanaenda kwenye hizo incentives. Kwa
Kwa hiyo after manager, what comes next jamani? Ego manager, incentive, ego manager. Ego manager forever to drive. Alafu then tunaenda kwenye ultimate, ambao ni chairman's nini? Bonus. Akili yako kama yaifikiri huku, hata manager kuiachieve inakuwa ngumu. Kwa sababu akili yako inakuwa inaona kama vile lile manager ndio level kubwa. Kwa hiyo hata activities zako na vitu vyako unakuwa unavifanya kwenye akili iliyokuwa imewekwa kwenye kufikiria kitu kidogo sana. Akili inapofikiria kitu kidogo sana, hata changamoto ndogo unaiona kubwa. Hata kufanya vitu fulani uanze kuchukulia ukubwa ule, unachukulia kidogo. I'm telling you guys, the more tunaweza ku broaden our minds na kuweza kufikiria bigger, that's the more tunakuwa effective kwenye even simple and hard activities. Tutaziona kama vile peanut, kwa sababu tunafikiria vitu vikubwa. Kuna decisions utakuwa unazichukua, unazifanyia kazi tofauti na kama ukiwa unafikiria vitu vidogo vidogo. Kuna decision uweze ukazifanya kama akili yako imekuwa binded kwenye kufikiria vitu vidogo vidogo. Kuna decision uzifanye. Kuna wale watu wale ambao unaona kwenye timu yako hautawaangalia kwa majicho tofauti, utakuwa unaona kama watu. Lakini as you think bigger, you know chairman's bonus na kutaka uwe na managers in the team, then hautaleta mchezo. Hautakuwa unagombana. Baada ya mezungumza, kuna watu hapa ni mabingwa kugombana na downlines wao bila sababu. Bila sababu yoyote. Kuna watu ni mabingwa kuvunja mahusiano, wapo. Kuna watu ni mabingwa kuto train team zao na bado wanataka mafanikio, wapo huko ndani. Wako masupervisor, wako wengine masema, wengine wako. You start looking at people a different way. You start looking at your business in different way. Kwa hiyo cha msingi ni kufikiria bigger. Ukifikiria bigger, then vitu vitaenda vizuri. Lakini the most important part, what is your why? Malengo yako. Mimi hayo malengo yangu. Malengo yangu hayo. So much things to do and to make sure kuna maisha ya watu wanaishi. A lot of things. A lot of things. Kuna vitu vinanimotivate. Nikiwaona hawa kuna vacation naziona. Nikiwaona hawa kuna magari nayaona. Okay? Nikiwaona hawa kuna vitu naviona, kuna nyumba, kuna investments naziona. Wewe wako nini? Ni what motivates you? What motivates you? Kitu gani kinakumotivate? Malengo yakiwa makubwa guys, manager is nothing, it's just a peanut. I'm telling you. Malengo yakiwa makubwa. Manager, I'm telling you. Tena manager says easier. Sisi 150 miezi 4 guys. Why are you still retailing the products only? Why are you retailing the products? Basi unabakia hapo ujengi team. Why are you not coaching your team? Why are you not training your team? Kwa nini huwezi kwenda extra mile? Why huwezi kudedicate muda wako kufocus? Why? And of course, as you grow, hata kama unaweka malengo yako makubwa kiasi gani, inawezekana uko more talented, uko vizuri sana, unafanya vizuri, unaweza ukafika haraka sana. But then, kuna hii statement mimi naipenda sana. You can read this statement. Naweza nikaisoma kwa faida ya nyuma. Talent may get you through the door, but character will keep you in the room. Character will keep you in the room. Vitu vinavyotufanya tusikue, wala sio lack of ability. Tabia zetu sisi ndio zinafanya watu tusikue. Na mimi nitataja vitu vichache ambavyo vinanikera. Yaani nikifikiria hivyo vitu hata in my team vinaniudhi, vinanikera. Kuna watu wanavifanya in my team, kuna watu wanavifanya in your teams. Ambavyo vinatu hold back and we will never grow this way. Imagine mtu anakosa honesty na integrity. Anachukua bidhaa za downline. Anachukua bidhaa za downline. Anachukua hela za downline. Mtu ameuza product yake anachukua. In my team kuna watu wanafanya hivyo. In your team kuna watu wanafanya hivyo. Uongo. Kuna watu waongo. Anakuambia hivi, kumbe afanye hicho, anafanya kingine. Kwani unakuwa muongo? Unamdanganya nani? Uongo. Kuchukua order za downline yote sawa. Kufanya order kwenye system za watu wengine. In my team there are people doing that. Spend so much time growing these people. And then at the end of the day, wanaenda kufanya order same nyingine tofauti kabisa. These people keep stacking in their level. If you want to grow, hauwezi kugrow kama unafanya order kwenye system za watu wengine. You will never grow. You are wasting your own time. Hao watu wamefika kwenye hizo level walizofika,
walipambana wakafika, wana end kufanya order kwenye price ambazo wanatakiwa kufanya. No shortcut guys. No shortcut. Unapoteza muda wako mwenyewe. You want more profit, uza zaidi. Fanya order kwako, uza zaidi. Si ndio? Uza zaidi. Grow, jenga team. Unaona unachelewa, jenga faster ili ukue haraka. Why are you going to fanya order kwenye nani ya mtu, kwenye system ya mtu? Yes, because of discounts. Lini unakuwa manager sasa? Kama unafanya order kwa mtu mwingine, na downlines wako pia watafanya kwa watu wengine hivyo. Ujeuri, kiburi. In our teams, wapo watu. Mimi najua kuna watu kiburi. Kiburi. Mimi sijaikuwa kiburi. Sijaikuwa kiburi. You can ask my upline. Sijaikuwa kiburi. True. Good listener. Nakosea nasema sorry. Nafanya vitu hivyo. Sijawahi kuitwa na upline wangu nisiende. Hata kama nina kitu na cancel, huyu mtu sio kichaa, niite tu nipotezee muda. Sio kichaa yeye kuniita mimi. Kwani ndio ana watu wengine? Sasa anaweza kawaita. Anaweza kuniacha tu, kwani nini? Lakini mpaka mtu alipoteza muda wake kukwambia I go. People don't listen. Watu wajeuri. Mdomo amekunja hivi, anapita amekunja. Unamkunjia nani sasa? Mimi ndio wako in matimu, wapo. Unamkunjia nani mdomo? Pengine mimi nakusaidia tu. Sina hata shida na wewe. Labda unafanya 0.4, 0.3. Sasa jeuri. Kingine cha haraka jamani. Vitakavyo tufanya tuweze kukua kwa haraka sana. Kwa ufupi, tuache uvivu, procrastination, tuache nani vitu, curiosity. Jamani, unaona mtu mwingine amefanikiwa vizuri, anafanya vizuri, why don't you go ask hivi unafanyaje, nifundishe na mimi nifanye unachokifanya. Wewe upo tu vile uko tu unasonga hivi kila siku. Wewe una hamu ya mafanikio? Hauna tamata ya mafanikio wewe? Mimi ni mtu ambaye nikijua kuna sehemu na lega sifanye vizuri, niko ready kumfuata mtu wa chini kabisa, wa chini, niende pale nijishushe na vyeo vyangu na pini zangu, nimwambie hichi naomba unifundishe na mimi sijui. Ask my team how many times nawafuata my downlines. Most of the time nawafuata. And I do. Sio kama tunaelewana vizuri. Wivu, jealous. Jitu alifurahia wenzake kufanikiwa. Kweli, hauwezi kugrow, development haiwezekani. Sasa ukitaka kufanikiwa kwenye biashara, labda hujaielewa labda. Ila kama umeielewa, ni kwamba ni lazima ufurahie mafanikio ya timu yako kufanikiwa ili ufanikiwe. Kama sio, ondoka, sio hii biashara, sio hii. Ondoka. Sio hii. Kafanikiwa huko mwenyewe, sio hii. Hii lazima wafanikiwe watu ndio na wewe ufanikiwe. Sio tunaelewana jamani? Lakini as we working, as I wind up, lazima niseme, are you willing to wait? Wewe uko tayari kuwait? Akati unafanyia kazi, umebadilisha hizo tabia zako za ajabu. Are you willing to wait? Sio unaona hiyo picha? Hii shati ni nyeusi, lakini inaonekana ya brown. Ni ya brown. Ukiniangalia vizuri vumbi, umeona nywele zimekuwa za brown hizo? Hii jeans unaiona? Hebu angalia. Sio rangi kwamba ni dirty jeans. Hii ni vumbi. Sio unanipata vizuri? Hapa naonekana tie nimependeza, si ndio? Going to meetings, si ndio? Niko vizuri kwenye AC. Guys, ask all these achievers. Waulize. Ask all these achievers. How did they get there? Enos, we are traveling 32 hours. 32 hours on the road kwa basi. Kwenda Zambia. Analala huko, anafanya huko, anarudi hapa. Mimi mnaniona hapa leo. Sawa, nimechukua muda kidogo. Haina shida. Leo mimi mnaniona niko hapa. Si ndio? Unaona? A good tie, naonekana vizuri. Lakini you don't know my story guys. Mimi nimelala njaa. As you are growing, unataka udevelop kama vile unakula ice cream na lamba. No. Tunafanya kazi. Mimi nafanya kazi. Hii ni picha sio ya juzi, sio ya zamani. Hii ni juzi. Na gari langu ulipona kila kitu na nipande daladala. Napanda daladala na napanda bodaboda. Kuna sehemu huwezi kwenda na ile gari iko chini. Chini sana. Bodaboda hii. Barabara zinajengwa huko ndani, unaenda huko Maji Matitu ndani huko. Unafanya meeting chini ya miti. Chini ya miti unafanya meeting. Wewe unasubiria AC.
Unasubiria uende sehemu ukae ufanye. You never grow that way. Hawezi, haiwezekani. Mimi mnaniuzi kwa sababu kuna watu nawakuta kwenye hii biashara ambao ni supervisor. Na wakuta ni supervisor wako huko ndani. Na wakuta. Wapo, lakini vitu wanavyofanya, huyu mtu anasema anataka kwenda manager. Mbona afanye vitu vinavyoendana na manager anavyotakiwa kuwa? Tofauti, quite different. Mimi napitaga hivi, yani kichwani simwambii, lakini nasema huyu mtu anakusema ukimwambia ndio ule ujeuri tena. Atakwambia huyu ananisema au anafanya nini. Lakini sasa hilo ule ambaye anawezekana kuambiwa anaambiwa, anabadilika. Lakini mwingine unajua kabisa huyu atakaa, atasubiri, huyu atasubiri. Atasubiri kwa sababu we all know, tunajua kwamba kazi inayohitajika kufanyika ili kufika manager. We all know. Tunajua guys. Tusiwadanganye watu kwamba it was sweet bread and butter. No. Hata hiyo manager 150 sio hivyo, sio rahisi hivyo. Sio hivyo eti. Usabeti hii rahisi, hamna. Sio rahisi. Guys, tumechomwa visu. Mimi mpaka leo na alama ya visu. Nimechomwa visu. Watu wamenivamia, mchoma visu, ibia kila kitu. Niko Mwanza huko, city ambayo simjui mtu yoyote, nimeenda kujenga biashara kumsaidia downline. Niko huko, najenga biashara. Je, nirudi kuomba kazi? Nikasema sitaki tena. Sitaki, wataniua. Nilisema hivyo. Nikaendelea kufocus. Nakumbuka kuna muda tulienda na Kadala kujenga biashara Arusha. Tunalala chini kwenye sakafu baridi ya Arusha. Tunatandika nguo, tunalala chini. Tumewahi kuwa homeless mimi na Kadala. Homeless. Yule pale Kadala muulizeni pale nyuma. Homeless kabisa. Go ask that guy. Amevaa suti leo kapendeza, huwezi kumjua. Lakini ask him. Today analipia apartment Kariakoo. Analipia apartment. Anamalizia malipo yake apartment. Yuko pale nyuma. Every month analipa deposit. Every month. Lakini alikuwa homeless. Alikuwa homeless. Sio kodi, eleze vizuri. Sio kodi. Nyumba, manunuzi ya nyumba apartment yake. Yule pale lakini alikuwa nini jamani? Tunalala hotelini. Tunaacha mizigo hapo ndio tunaenda kupambana ndio kulipa tulia tulipi. Sasa leo mtu unashangaa. Hii sweat lazima tuipitie. We must sweat. Lazima tu sweat. Leo mimi nakumbuka na shida ya kulala mimi, sehemu ya kulala. Nalala chumba chote ninachotaka kwangu. Na mabafu matatu si manne, naoga kokote. Naoga huku, naoga huku, naoga kokote. Si ndio? Juzi hapa tulikuwa tunachagua gari ya kununua. Nachagua tu hili, nachagua hili hapana hili. Lakini naweza kuchukua angalau gari ya level fulani, naweza nikachukua. Kwa sababu kutoa 30 million plus it's not a job. Lakini kuna muda nilikuwa homeless. Kwa hiyo development itahitaji wewe develop, lakini sio kama kwenda tu hivi. You will need to sweat. You will need to sweat. Sometimes tears. And you go alone. Usiende kwa mob stylish. Hawa wote wamekaa sehemu moja hapo. Wote hapa. Lakini you guys have got new friends. Lakini sometimes kila mmoja kuna muda inabidi udetermine mimi nani natakiwa niende kwa speed gani. Sio tunaenda kwa mob. Kwa kuwa mimi supervisor na wewe supervisor. Kwa hiyo yaani tunakaa pamoja. No. Kuna muda unaacha. Mimi niliondoka hapa nikiwa supervisor. Niliondoka Dar es Salaam nikiwa supervisor. Nakumbuka usiku naondoka. Naenda Mwanza, nilienda mwenyewe ingawa tulikuwa tuna watu wengi. Nakumbuka Saidi tulikuwa nao wakati huo kuna nani supervisor. Kuna muda you need to determine your goals. Alafu uende wewe. Disappointment utazipata nyingi wakati una grow. Ukiona kwenye biashara unafanya biashara, alafu upate disappointment, bado hujafanya, kuna kitu ambacho hujafanya. Lazima ukitaka ku grow, fanya sana, alafu ukianza kupata ile mahit unapigwa, ndio jua sasa hapa na take off. Na take off. Ukiona umeanza kupata hizo, jua kuna kazi bado hujafanya. Kwa hiyo itakuchukua muda. Ugrow hauta-grow. Me, I'm telling you straight guys, kwa sababu I know what it takes. Sio sugarcoating things. You have to work. Ni lazima tufanye kazi. Lakini matunda yake pia ni mazuri sana. Beautiful. Na ndio inavyotakiwa kuwa. Kwa nini tufanikiwe tu bila kupambana jamani? Kwa sababu it's not about kufanikiwa, it's about the people we become after that success. Tunakuwa watu wa namna gani? Mimi leo I'm a different person. I'm telling you. Hata unipeleke wapi, hata unifanyeje, mimi naweza nikakaa, nikaishi, nikafanya vitu, nikaendelea. Leo mimi sijui changamoto gani itanipiga jamani. Nakutana nazo every day. Kwa hiyo hebu tusifanye shortcut ya vitu. Tujijenge kuwa the people we want to be.
and who deserve your success ambayo tunaitaka. And at the end of the day, don't forget kwamba Foco ni balance ya kila kitu. Sio tu development, lazima balance everything. Lazima balance recruiting. Kuna muda biashara yako inahitaji sana recruiting, lazima uwe able kuweza kujua. Kuna muda unahitaji retention, lazima ujue kwamba saa hizi nafanya activity ambazo zinabidi ku retain my business. Kuna muda productivity inatakiwa iongezeke, na productivity ni kitu cha kila siku. Inabidi kila siku kiendelee. Kuanzia the way wewe unatumia products mpaka unapozipeleka kwa mteja wa mwisho, na kusaidia your downlines to do the same. The more wewe mna consume na timu yako, the more mtauza zaidi, the more hivyo. At the end of the day pia development ni kuhakikisha kukua kwenye marketing plan. Na kukua sio level tu, kukua stage by stage. Mtu alikuwa anafanya 0.3 aweze kufanya 0.5, aweze kufanya 1cc, aweze kwenda kwenye 2, 5, 6 na kuende. Kwa hiyo kwa kusema hayo guys, mimi niweze kuwashukuru sana. Na kwa kusema hayo mimi najua kabisa this year watu watagrow, that possible. Na mimi najua kabisa. Na mimi sikwambii out of kukutamanisha, ila nakwambia kama wewe utagrow ni wewe, ila mimi nakwambia hivi kuna watu watagrow. Even in my team there are people ambao najua wako kwenye momentum na watafanyaje? Watagrow. Swali la kujiuliza, how many supervisors do you want to create? How many assistant managers do you want to create this year? How many managers do you want to create this year? How many people do you want to grow in your team? Are you going for Eagle Manager this year? Oh, yes. Are you going for Eagle Manager this year? Yes. Are you going for chairman's bonus? Managers who done? Are you going for chairman's bonus? Maybe I know for sure, guys, we are going to make it happen. We are going to make it happen. My goal this year is to create 7 managers in my team. Total in my team to create 7 managers. How many do you want to create? How many do you want to create? 5. Wow. Congratulations. 5 managers. Well, by saying that, guys, let's go and grow and develop our businesses to the next level. Ogopa sio kuto kukua. Ogopa next year time like this kuwa the same level as you are today. Ogopa hicho. Same income, same struggles. Forever biashara tamu sana, kiongozi wangu gani ananiambia unachohangaika nacho leo sio cha kesho. Kwa hiyo ogopa mwakani huo unahangaika na kitu unachohangaika nacho leo. Tayari, maana hujafanya kazi. Na unachokiskip leo kesho utakifanya hicho. Why don't you do it today? Yes. Why don't you do it today? So guys, thank you so much for your time and wish you all great success.